Ndugu zangu, Qur'an si kitabu cha kawaida. Ni mazungumzo matakatifu, mwongozo wa milele na ramani ya roho yako. Karibuni katika safari hii ya mabadiliko kupitia Qur'an, sura baada ya sura. Kupitia Qur'an, sura moja baada ya nyingine. Katika mfululizo huu mpya wa kusisimua, tutachunguza ni lini kila sura iliteremshwa, inahusu nini, kwa nini ni muhimu, na hekima iliyomo ndani yake. Utagundua ni wapi na lini kiliteremshwa, matukio yaliyoumba ujumbe wake, na jinsi ulivyobadilisha maisha ya Waislamu wa mwanzo, na jinsi bado inavyoweza kubadilisha maisha leo. Kwa nini sura hii inaitwa Al-Fatiha? Jina Al-Fatiha linaelezea kazi yake. Fatiha ina maana kile kinachofungua au kuanza kitu, kama kitabu, mada au kitu chochote. Kwa hivyo, Al-Fatiha ni kama utangulizi au mwanzo. Sura ya Al-Fatiha ilikuwa miongoni mwa mafunuo ya kwanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli, simulizi sahihi zinaonyesha kuwa ndio sura kamili ya kwanza aliyopokea. Hapo awali ni aya chache tu za sura kama Al-Alaq, Al-Muzammil na Al-Mudaththir ndizo zilizokuwa zimefunuliwa. Sura hii kimsingi ni dua ambayo Mwenyezi Mungu amewafundisha wote wanaotaka kujifunza kutoka katika kitabu chake. Imewekwa mwanzoni mwa Qur'an kutufundisha jambo muhimu. Ukitaka kweli kuelewa Qur'an, lazima uanze na dua ya unyenyekevu kwa Mola wa walimwengu wote. Sura hii ya mwanzo iko hapa kukutia moyo kutafuta mwongozo kutoka kwa yeye pekee anayeweza kuutoa. Hivyo, Al-Fatiha inatufundisha kwamba jambo bora tunaloweza kufanya ni kuomba mwongozo sahihi, kusoma Qur'an kwa hamu ya dhati ya kujua ukweli, na kutambua kwamba elimu yote ya kweli inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana unapaswa kumuomba kuongoze unapoanza kusoma Qur'an. Al-Fatiha inaweka msingi huu wa uelewa kwamba njia bora ya kwanza kujifunza Qur'an ni kumgeukia Mwenyezi Mungu, muumba wa ulimwengu, na kuomba kuongozwa kwenye njia iliyonyooka. Inahimiza mtazamo wa mtafutaji, mtu anayetafuta ukweli na elimu kutoka kwa chanzo kikuu cha maarifa. Uhusiano na Qur'an. Uhusiano kati ya sura ya Al-Fatiha na Qur'an yote sio tu utangulizi, ni wa kiroho sana. Al-Fatiha ni dua ya dhati ya mja na Qur'an ni jibu la Mola. Muumini anaposema, tuongoze kwenye njia iliyonyooka, Mwenyezi Mungu anajibu kwa Qur'an, akisema kwa ufupi, huu ndio mwongozo ulioomba. Sura tukufu zaidi ya Qur'an. Imesimuliwa na Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Mtume Sallallahu alaihi wasallam amesema, nitakufundisheni sura tukufu zaidi ya Qur'an kabla hamjatoka msikitini. Kisha akasema, ni Al-Fatiha, aya 7 zinazorudiwa na Qur'an tukufu niliyopewa. Hadithi hii inaonyesha kwamba Al-Fatiha ina nafasi ya juu sana katika Qur'an, isiyolinganishwa na sura nyingine yoyote. Mazungumzo kati ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Imesimuliwa na Abu Huraira, Mtume Sallallahu alaihi wasallam amesema, Mwenyezi Mungu amesema, nimegawanya swala katika nusu mbili kati yangu na mja wangu atapata anachokiomba. Mja anaposema sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote, Mwenyezi Mungu anasema mja wangu amenisifu. Anaposema mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mja wangu amenitukuza. Falme wa siku ya malipo, mja wangu amenipa heshima. Anaposema ni wewe tu tunakuabudu na ni wewe tu tunakuomba msaada, Mwenyezi Mungu anasema hili ni kati yangu na mja wangu atapata anachokiomba. Na anaposema tuongoze kwenye njia iliyonyooka, Mwenyezi Mungu anasema hili ni kwa ajili ya mja wangu atapata anachokiomba. Hadithi hii inaonyesha kwamba sura ya Al-Fatiha ni mawasiliano ya kibinafsi na ya moja kwa moja kati ya muumini na Mwenyezi Mungu. Inapaswa kusomwa katika kila swala. Mtume Sallallahu alaihi wasallam amesema, hakuna swala kwa yule ambaye hasomi ufunguzi wa kitabu Al-Fatiha. Hii inaonyesha kwamba ni lazima kusoma Al-Fatiha katika kila raka ya swala. Ikiwa hii imekufungua macho, usisahau kupenda, kushiriki na kujiunga, kwa sababu baadaye tutachunguza sura ya Al-Baqara ambayo ni moja ya sura ndefu na zenye nguvu zaidi katika Qur'an. Safari endelee.